ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا, na aliyepewa hikma bila shaka amepewa khairi nyingi. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, tukiingia katika sehemu ya pili ya sira ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tumezungumzia jana kuhusu makubaliano yaliyokuwa baina ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na delegation ya kutoka Madina, na wakafanya bai'a. Nataka tutofautishe baina ya bai'a mbili. Kuna ile bai'a ya kwanza aliyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa vijana wako kidogo, kisha akafanya hii bai'a ya pili ambapo kwamba kulikuwa na watu 75 wakiwemo wanawake. Bai'a ya kwanza ukiangalia ni bai'a ya kutengeneza society, watu wasiibe, wasizini, wasidhulumiane, waishi kwa uzuri. Lakini bai'a ya pili hii ambayo kwamba tulotaja jana, utakuta ni bai'a ya kubeba majukumu sasa, na kuwa kuna hatari itakuja, vipi tutapambana na hii hatari? Baada ya kufanya bai'a hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi kwa masahaba wale ambao kwamba walikuwa tayari wamesilimu, akawaelezea ya kuwa kuna makubaliano tumefanya na watu wa Madina. Kwa hiyo hivi sasa mumepatiwa ruhusa ya kufanya hijra kutoka Makka kwenda Madina. Kwa hiyo wale ambao kwamba ni madhaifu, wanyonge washikane na wale ambao kwamba wenye nguvu, ili safari iwe nyepesi. Kwa hiyo katika kusafiri pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mwongozo wa namna ya kusafiri. Kwa hiyo masahaba wakaanza kusafiri kifamili, kigrupu, na hapa tutataja baadhi ya watu ambao kwamba safari yao ya hijra ilikuwa ina darsa kubwa sana. Mtu wa kwanza ambaye kwamba tutamzungumza ni Ummu Salama. Ummu Salama alitoka yeye na mume wake na mtoto wao mmoja kuhamia kutoka Maka kwenda Madina. Walipokuwa wanatoka Maka, habari ikazunguka ya kuwa hawa pia ni katika wale wenye kuhamia kutoka Maka kwenda Madina. Basi pale pale upande wa huyu mama Ummu Salama, familia yake wakaja wakamvamia njiani, wakamshika msichana wao pamoja na mtoto, wakamwambia bwana, wakamwambia wewe kama umekubali Muhammad basi safiri peke yako, lakini msichana wetu na mtoto wake hatuwezi kukuachia. Wakajaribu kuzungumza, ikashindikana. Huyu bwana akasema, mimi siwezi kutupa imani yangu, kwa sababu nikibakia katika mji wa Maka ni threat na ni risk ya mtu kupoteza imani yake, na madamu tumepatiwa ruhusa, mimi nitaondoka na msichana na mtoto wangu, mumewazuia, mutabakia nao. Huyu baba akaondoka akaenda. Alipokwenda, Ummu Salama pamoja na mtoto wao ana miaka 9 takriban, wakarudi nyumbani. Wakirudi nyumbani, familia ya huyu baba sasa ambaye kwamba yeye amesafiri, wakasema hawa kama wamempokonya mtoto wetu mke wake na mtoto, basi mke ni wao lakini mtoto ni wetu. Ikatoka familia ya huyu baba wakaenda kwa huyu mama, wakaanza kuongea nao, tuwaomba mwaruhusu hawa wasafiri waende kwa bwana yao.
Wale wakakataa, wakamwambia basi kama hamukubali, mke sawa, ni msichana wenu, lakini huyu mtoto wa miaka 9 ni mtoto wetu, si mtoto wenu, tutamchukua. Wakakataa. Walipokataa, ikatoka heka tena. Upande wa huku wakamshika mkono ule mtoto, na upande wa pili wamshika mkono, kila mmoja yafanya nini? Yuwavuta. Katika kuvuta, mikono yote ikatoka. Mtoto akaumia, ikabidi wale sasa wajisalimishe. Hawa wa upande huu wakamchukua ule mtoto, wakamwacha mama peke yake, wakaenda naye nyumbani, wakamtibu na wakakaa naye. Hapa ikawa baba yuko wapi? Yuko Madina, mama yuko kwa familia yake, mtoto yuko kwa familia yake. Ikawa ni moja katika familia ya hijra yenye kiswa cha ajabu, watu kuwa mbali mbali. Katika hali kama hiyo, huyu mama ikawa sasa anasikitika kuhusu mtoto wake. Mume hayuko na mtoto pia limepokonywa. Ikawa kila siku Ummu Salama anaenda pale mahali palipotokea heka na kuvutana, akilia, akirudi zake nyumbani jioni. Asubuhi akitoka kienda pale akilia, manake wanawake kwa memories wanapenda sana kukumbuka mambo. Mpaka siku hiyo ukatokea mtu katika familia ya upande huu, akamwona pale, akamwambia, wewe kila siku waja hapa kulia tu kwa sababu ya mtoto wako? Mimi hili siwezi kuridhika nalo, wacha nikazungumze kule familia, uletewe mtoto ukae naye, angalau utulie hiyo roho yako. Huyu akarudi kule, akazungumza na familia, wakakubali, wakamchukua mtoto, wakamrudishia Ummu Salama. Ummu Salama kukaa na mtoto kwa muda mfupi, mwida katika familia yao pia wakamwona hana raha, huzni. Mmoja katika familia yao akamwambia, wewe sikiza, kimbia, si ushapata mtoto na wajua njia, kimbia, wewe nenda zako Madina. Ummu Salama akapata nguvu kwa hilo, akategea time nzuri na wakati mzuri, akatoka na mtoto, akakimbia kwenda zake Madina. Wakati alipokimbia, alipotoka nje ya Maka kidogo tu, sehemu za Tan'im, wale waliokwenda kule, alipofika maeneo yale akakutana na mmoja katika Makureish ambaye kwamba anaitwa Uthman ibn Talha, na huyu alikuwa si Muislamu bado. Na huyu Uthman bin Talha ndio wenye ufunguo wa Kaaba. Hata wakati wa fathi Maka, Mtume atauchukua ufunguo kwa Uthman, afungue kisha amrudishie, kisha akamwambia, ufunguo huu wa Al-Kaaba utabakia kwenu na hakuna atakayewapokonya nyinyi isipokuwa mtu dhalimu. Ndio hata serikali ya Saudia hawana ufunguo wa Al-Kaaba bado. Ufunguo wa Al-Kaaba wako na hii familia mpaka leo hii, walisilimu baadaye, kwa sababu kila mfalme anayekuja yakumbuka hadithi ya Mtume kwa hakuna atakayeuchukua ufunguo kutoka kwenye familia hii isipokuwa ni nani? Ni dhalim. Sasa watu wanaogopa kwa sababu ni nafsi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu Uthman na yeye hajasilimu, alipomwona huyu Ummu Salama akamwambia, wewe wenda wapi? Akamwambia, nenda Madina. Wenda Madina na mtoto? Akamwambia, naam. Akamwambia, basi mimi naona hii safari ni ndefu, Maka mpaka Madina ni 500 kilometers. Ni safari ya siku 10 ya mnyama, kama ni wenda na mnyama. Akamwambia, mimi nitakupangia safari, nikuchukue nikupeleke. Na hii zamani kwa Waarabu ilikuweko, na si kwa Waarabu tu, hata makabila tofauti. Kuna makabila kadhaa yenye uchungu kwa wanawake na kuwahurumia, na kuna makabila mengine ni kukanyaga tu kwa wanawake. La, haifai. Kukanyaga si dini wala si imani. Mwanamke atakaniwa ahurumiwe. Mwanamke ametuzaa, amebeba mimba, akakulelea wewe mwanamume. Hata kuna ule mmoja alisema hawa wanawake hawana maana. Huoni hata Mungu hajaleta nabii wa kike? Akajibiwa, akaambiwa ni kweli Mungu hajaleta nabii wa kike, lakini ni nabii gani aliozaliwa bila kupitia mwanamke? Kuna nabii bila ya baba, Nabii Allahi Isa, lakini kuna nabii bila ya mama? Hakuna. Kwa hiyo bado hawa wana utukufu wao, na pia kazi wanayoifanya ni kazi kubwa ya kulelea.
Kwa hiyo huyu ikampiga kile kishipa cha huruma juu ya mwanamke, basi akamsafirisha yule mwanamke kwa usalama mpaka akamfikisha Madina kwa mume wake, na yeye si Muislamu, akarudi zake Maka 500 kilometers. Hii kuonesha ya kuwa hawa ambao kwamba si Waislamu, sio kila asiokuwa Muislamu ni adui. Kuna wingi ambao kwamba si Waislamu wanatupenda na tunawapenda, wanatusaidia tunawasaidia, tunashikana katika kupeleka mambo mengi ya jamii hata ya nchi pia. Kwa hiyo suala la kutiwa chuki baina ya Muislamu na asiokuwa Muislamu, hii ni siasa mbovu na ni mbaya, haiko katika dini ya Kiislamu. Hata Waislamu walipopata shida Maka, waligura wakahamia, wakaenda wapi? Wakaenda Habasha kwa Wakristo, wakapatiwa amani, wakapatiwa chakula, wakapatiwa ardhi, mpaka wakafariki huko wengine na wengine wakarudi. Hata tuliposafiri tulikwenda kuzuru baadhi ya makaburi ambao kwamba ni ya masahaba waliobakia kule kule mpaka wakafariki Habasha. Kwa hiyo kuna watu ambao kwamba ni wazuri. Huyu akampeleka na akarudi. Ummu Salama asema kwa vile safari ni ndefu, ikifika mahali pa mapumziko, basi huyu Uthman alikuwa haniangalii, iwageuka kisha anaambia, tumefika mahali pa pumziko, shuka uangalie mahali gani utajipumzisha, ili mimi nikaangalie mahali kando, ili wasije wakawa karibu, shetani akaingia katikati. Yani Mkristo amekuwa ni amani hata kwa huyu mwanamke, asije akafanya jambo baya akamkosea adabu. Na hao wako mpaka leo. Kunao Wakristo wenye heshima kushinda hata baadhi ya Waislamu, aweza kulinda familia yako, aweza kukaa na nyinyi kwa uzuri. Huyu akafika kule akakutana na mume wake, na ikawa ni furaha kubwa, ikaisha ile dhiki na shida ambayo kwamba walikuwa nayo. Kisha kingine ambacho kwamba kilichotokea cha kuangaliwa ni cha Suhaib Ar-Rumi. Huyu hakuwa ni Mwarabu, alikuja pale Maka akasilimu, na alikuwa taabani, hana maisha yake magumu, akaanza kufanya biashara polepole, na alikuwa ni hodari wa biashara. Mwida akawa tajiri mkubwa katika Maka, na yeye pia ni katika waliosilimu. Ilivyotokea amri ya hijra, hakufanya hivi hivi hijra yake, alikwenda kwenye biashara zake, akakusanya mali akiweka kwenye ngamia, kusanya mali akiweka kwenye ngamia. Yani kama kusema siku hizi mtu kwenye makanta na nini wakusanya mali yako, basi mali aliyokusanya alifikisha ngamia 10. Ngamia 10 ni mali mengi sana, mengi sana. Ngamia iwabeba si kushinda hata mkaribu, nafikiri ni mkokoteni au zaidi ya mkokoteni kidogo. Ngamia Mungu amempa afya ya kubeba. Alivyokuwa sasa ameshafunganisha iwatoka, Makureishi hawa wana ngamia 10 yatembea, wakamfuata akamwambia, Suhaib, kwenda wapi na mali yote haya? Akamwambia, mimi nahamia, naenda zangu Madina, naenda kuhifadhi imani yangu. Wakamwambia, wewe Suhaib, umekuja hapa huna mbele huna nyuma, huna hata shilingi. Ukija hapa tukujua wewe ni sualukan. Sualukan ni huna mali, hali mbaya kabisa. Kisha leo wataka kutoka mjini na mali ya ngamia 10, utoke na mali ya ngamia 10 hapa. Ima bakia na biashara zako hapa, au wacha ngamia na mali, ondoka peke yako. Suhaib kawa ni mtihani, wache mali yako. Suhaib akawaambia, mimi siwezi kutupa imani yangu kwa sababu ya haya mali. Kama mutanizuia kusafiri, basi mali yote haya yachukueni, lakini mimi nitasafiri niende zangu. Wale wakamwambia, naam, hutaondoka hapa na imani. Wakampokonya mali yote ya ngamia 10, akabakia na mnyama wake. Wakamwambia, hata huyo mnyama uliopanda ni mali, hutaondoka naye, mshushi. Akapokonywa. Alikuwa amevaa nguo nzuri, tajiri alikuwa. Wakamwambia, na hizo nguo nzuri zote hizo hutaondoka nazo hapa, utaondoka na kanzu peke yake. Akavuliwa nguo zote ambazo kwamba ni nzuri nzuri alikuwa amezivaa, akaondoka na yeye ni taabani, hali ni mbaya katika maisha yake. Lakini hakujali. Kwa sababu ya nini? Kuhifadhi imani. Na huu ni mtihani mara nyingi watu unawapata baina ya imani na mali. Mtu aweza kuwafanya kazi kwenye baa na yeye ni Muislamu, hajaweza kulinda imani yake ya kuwa mimi hapa mahali sifai, kwa hiyo siwezi kufanya.
lakini na maisha itakuwa magumu. Niko radhi maisha magumu, imani yangu ni tajiri, kuliko imani yako iwe ni fakiri lakini mkono wako una mali. Moyo uwe tajiri wa imani, hata kama mkono utakuwa una ufukara wa mali. Kwa hiyo utakuta mara nyingine hata watu wanafanya baadhi ya mambo ambayo kwamba hayafai katika dini, lakini kwa sababu ya kuchunga maslaha ya mali na maslaha ya dunia yuauza. Na Mtume SAW amelitahadharisha hilo, ya kuwa mtu yabiu dinahu bigharadhin min ad-dunya. Kuna watu watauza dini yao kwa sababu ya kitu kidogo akipate katika dunia. Suhaib Rumi naye akasafiri, akawacha mali yake yote. Alipofika Madina, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipomwona Mtume akafurahi, akamwambia wallahi rabiha al-bay' ya akhi, wewe Suhaib, biashara yako imepata faida. Kule Makureshi wanachukua mali, huku Mtume amwambia nini? Biashara yako imepata faida. Yani wewe imani yako imezidi kwa Mwenyezi Mungu, umepata faida katika imani, na biashara uliyoitupa usione umehasirika, utapata kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ikashuka aya wa minan nasi man yashri nafsahu ibtighaa mardati llahi wallahu raufun bil ibad. Kuna watu ambao kwamba wanauza nafsi zao kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu, hawakubali kabisa kuchezea dini. Kisa kingine ambacho kwamba kilichotokea ni kisa cha Sayyidina Umar ibn al-Khattab, na hichi kitakuwa ni kisa cha mwisho kuhitimisha sira. Sayyidina Umar alikuwa ni mtu shujaa. Sayyidina Umar alipoamua kusafiri au kuhamia kutoka Maka kwenda Madina, alivaa vizuri, akatayarisha silaha zake, akaweka mnyama wake, akaenda mpaka kwenye Al-Kaaba, akatufu. Baada ya kutufu akaswali rakaa mbili. Baada ya kuswali kwa rakaa mbili, huwa Makuraish wana grupu zao kama mtaani kule. Kuna grupu likaa la kahawa kule, kuna lingine la dumna liko huku, udaku. Wengine wazungumza maneno ya maana, wengine basi ni kusegenya, kuharibu mambo. Ala kulli hal, Sayyidina Umar akaanza kupita grupu moja akiwaambia, mimi nasafiri, natoka Maka naenda zangu Madina. Sasa yule ambaye kwamba anaitaka mamake akose mwanawe anifate, yani kama wataka kufa njoo. Na yule ambaye kwamba iwataka kuacha watoto ni mayatima hawana baba njoo. Na mimi nitasafiria time fulani barabara fulani. Akitoka hapo yuenda tena grupu lingine, iwaambia. Akitoka hapo yuenda tena grupu lingine, akiwaambia. Akaanza kuzunguka grupu moja. Kisha akawatangazia masahaba, katika masahaba ya kuwa yoyote ambaye kwamba anataka kunifata, basi ni time fulani barabara fulani, ili tusafiri pamoja, hakuna atakayewaletea shida. Kukatoka takriban masahaba 20 ambao kwamba walimfuata, na Makuraish wote wakanyamaza kimya, hawakusubutu kumgusa wala kumgusa yule atakayekuwa pamoja na Saidina Umar kwa ushujaa ambao kwamba alikuwa akijulikaniwa. Katika waliofuata alikuwa kuna mmoja aitwa Ayash. Huyu Ayash ni laini dhaifu. Kuna watu hawana ushujaa, yani wakipatiwa maneno kidogo hivi atakutupa na mbali zake. Mwajua, nafikiri marafiki kila mmoja nao, wewe haaminiki jamani, huyu wale haaminiki, ndio huyu Ayash huyu. Sasa huyu Ayash akafuata lile grupu. Abu Jahal akamwona, akasema hapa nitapata mahali pa kuharibu hii safari. Akaenda Abu Jahal mpaka pale, akamwambia Ayash, akageuka, naam. Akamwambia, sikiza, mamako yualia kweli, mrongo, mamako yualia kweli, na ameapa ya kuwa hata oga kuanzia leo, wala hata kula wala hata kunywa maji. Kwa hiyo ni afadhali uvunje safari ukamwangalie mamako. Ayash ikamgusa, akaenda kwa Saidna Umar, akamwambia, ya Umar, mamangu ni kadha. Akamwambia, nani amekwambia? Akamwambia, Abu Jahal. Akamwambia, ni mrongo, si kweli. Akamwambia, lakini haiwezekani. Kisha mfano kama ni kweli, wajua wenye roho nyepesi hawa, wakajitetea tu.
Akamwambia hata kama ni kweli mwache, asipooga atajaa chawa. Mwanamke ana nywele nyingi, ataoga mwenyewe, atasumbuliwa na chawa. Na kama hatokula, haiwezekani, njaa itamkaza, atakula. Na kama amesema hatokunwa, pia kiu itamkaza, atakunwa. Wewe achana naye, tunde zetu. Akamwambia la, mimi siwezi kwenda, lazima nirudi kwa mamangu. Basi akamwambia utarudi vipi? Na yeye mwenyewe pia hali yake ilikuwa taabani. Sayyidina Umar akampa farasi, akamwambia chukua farasi wangu, rudi basi salama huko Maka. Hapa tupata ilmu ya kuwa Sayyidina Umar huyu ambaye kwamba alovunja safari katikati hakumfanyia chuki. Wajua kama ni sisi mara nyingine, wewe sio jifanya toka kurudi, basi rudi shughuli zako. Lakini la, alimpangia haswa, rudi kwa usalama, wewe ni rafiki yangu, na urafiki hautovunjika kwa kuwa umebadilisha rai. Kutofautiana kirai haipelekei watu kukatana wala kufanyana uadui. Huyu Ayasha akageuza, akirudi akifika mahali huko peke yake, Abu Jahal akamvamia, akamshika, akamwambia mamako yuko sawa sawa, hakuna lolote, lakini usafiri kwenda Madina. Akamshukua, akaenda akamfunga, akakaa takriban, baadhi ya riwaya sema mwaka mzima. Kisha baadaye alipopata nafasi akatoka akaenda zake Madina, na yeye baada ya muda. Hizi ndio visa vichache ambavyo kwamba vilitokea katika mawaqif mazuri. Ya kwanza yatuonesha umuhimu wa kujitolea na kuhifadhi imani yako juu ya jambo lolote, hata juu ya familia yako. Usiweke familia mbele, imani nyuma. Weka imani mbele. Imani ndio kila kitu. Hutoenda siku ya kiyama na familia yako, bali siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atuambia nini? Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Siku ya kiyama kila mtu atamkimbia. Wewe huyu ambaye kwamba wapoteza imani yako kwa sababu yake, siku ya kiyama hatothubutu kukufanyia lolote. Wewe mwenyewe utamkimbia. Kama ni ndugu utamkimbia, kama ni baba utamkimbia, kama ni mama utamkimbia, kama ni watoto utamkimbia. Kitakachokufaa ni ile imani yako uliokaa nayo sawa sawa kama mwanamume katika umri kama huu. Ile ya pili inatufahamisha masala ya mali yasikuharibie imani yako. Hifadhi imani yako mwanzo, mali ndiyo baadaye. Imani ikipatikaniwa na mali ikipatikaniwa, wallah, hapo ni mambo mazuri. Lakini lau mali itaharibu imani, usikubali mali kuingia na kuharibu imani. La mwisho ni masala ya urafiki. Urafiki, mtu hata kama utatofautiana naye au nini, usijenge uadui. Sayyidina Umar alimhifadhi Iyash, bali alipotofautiana naye alimpa na mnyama kabisa, shika huyu farasi, rudi naye kwa salama. Haya ndio masomo muhimu tunayoyapata. Tumomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.